Mpenzi mtazamaji wa mjadala wetu wa tabia ya Mungu, naendelea kukukaribisha tuweze kujumuika pamoja tunapoendelea na mjadala wetu hapa. Safari yetu imeanza kuwa ndefu kidogo. Leo tuko day 5, siku ya 5, tukiwa tunaendelea na mjadala wetu hapa Kenya. Kwa hiyo hata siwezi kusema sana, lakini naweza nikakumbuka kidogo kwa masomo yaliyopita, Mungu na sheria yake ni kitu gani. Hiyo tuliona sheria ya Mungu, na mwanzo kabisa wa vita mbinguni, mgogoro ulikuwa ni juu ya sheria ya Mungu. Sasa tukaona sheria ya Mungu hiyo ni kitu gani, na tukaona pia Mungu na sheria yake tukaona pia Mungu na sheria yake. Tunapoendelea leo, duniani kuna sauti isiyonyamaza. Mara nyingi mimi ninafurahia kutumia hiyo sentensi. Hii ni sauti isiyonyamaza, na ni sauti ambayo isiyojibiwa katika dunia hii. Ni sauti ya kudai haki. Kila mahali unapoona migomo, unapoona maandamano, unapoona majumbani, maofisini, kuna sentensi, kuna kilio kinaenda cha madai ya haki. Kuna watu wengi ambao wako magerezani, kuna wengine wako rumande, wengine wako majumbani wanalia, wote wanadai haki haikutendeka. Kwa hiyo haki ni kitu muhimu sana. Nimewahi mara fulani kuuliza kundi la watu, nikauliza haki ni nini? Kila mmoja aliweza kujibu kadri alivyoelewa. Mwingine akasema haki ni kile ambacho mtu anastahili. Sijui wewe kama hilo swali lingeletwa kwako ungejibu kwamba haki ni nini? Na vyovyote ambavyo tungejibu, kimsingi tungalikuwa tumejibu kutoka kwenye uelewa wa mwanadamu aliyeanguka. Na katika msimamo huo, kwa sababu yuko tutakavyoenda kuangalia leo, tunakwenda kuangalia uelewa wa haki kabla ya dhambi kuingia. Na hapo tunaenda kuangalia kwenye kitu kinachoitwa haki ya Mungu. Tunaposema haki ya Mungu, tunakuwa tuna maana gani? Kwa sababu mara nyingi pia kumekuwa na mgogoro juu ya hukumu. Maandiko yanasema hukumu za Mungu ni za kweli na haki, na Mungu atahukumu kwa haki. Sasa wengine wanasema Mungu atahukumu kwa haki kwa kuchoma watu, kwa kuwatupa watu kwenye jehanamu. Wengine wanasema hapana, haki ya Mungu hairuhusu kuweka mtu jehanamu. Lakini katika mada yetu hapa tunajikita sasa kwenye kuangalia kule mbinguni, wakati pambano kuu limeanza na lilivyoendelea mpaka mwisho. Silaha ambayo Mungu alitumia mojawapo ni kitu kinachoitwa haki. Hiyo ndiyo ilimfanya shetani akashindwa mbinguni, akakimbia. Haki. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo kwa nini shetani alishindwa vita mbinguni ni kwa sababu Mungu katika kushughulika na shetani alitumia kitu kimoja kinaitwa haki ya Mungu. Na hiyo haki ya Mungu ni moja ya silaha ambazo zilizoangusha uasi wa shetani mbinguni mpaka akashindwa, akakimbia. Na ndiyo kitu ambacho pia Mungu atatumia
mpaka mwisho waovu au shetani na wale wote waliokubaliana naye watakapokuwa wameangamia. Kwa hiyo tunapokwenda kuangalia haki ya Mungu, tunaelewa kwamba ni kitu ambacho sio kinatumika for the first time, no. Ni kitu ambacho tangu kwenye pambano la mbinguni kimefanyaje? Kimetumika. Kwa hiyo madhara yake yanaweza kujulikana kama tayari ilitumika mbinguni, na kama kuna faida yake inaweza kujulikana kwa sababu ilitumika wapi? Mbinguni. Na tunaweza kujifunza hapa duniani matumizi ya haki ya Mungu kutoka kwenye rejea pia ya matumizi ya haki ya Mungu wapi? Mbinguni, kwa sababu lazima matokeo yawe yale yale popote ile haki ya Mungu inapotumika, kama vile ambavyo tulivyoona kwenye sheria. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu Wycliffe aweze kusonga mbele na ili gurudumu ambalo tunaendelea nalo. Mtumishi, habari za masaa mengine yaliyopita? Nashukuru Bwana. Okay, hata mimi namshukuru Mungu pia. Sasa ni pale mahala jana tuliishia kwenye sheria ya Mungu, namna ambavyo upendo imejengwa katika msingi wa upendo, sivyo? Na tukaona kwamba msingi wa upendo pia moja ya tabia yake ni kutoa freely. Ni kutoa bure bila matarajio ya kupokea tena. Hivyo tukaona kwamba mfumo mzima wa uumbaji wa Mungu unaopaleti katika kanuni hii inayoitwa kanuni ya nini? Ya upendo. Tukaona mifano mbalimbali namna ambavyo maji, mvua inanyesha, mito inabeba inapeleka baharini, lakini bahari pia haiwezi kustahimili kukaa tu na vile, inaona sio sawa, inarelease moisture. Ile mvuke unapanda unaenda juu angani, mawingu yanapokea, yanatembea na ule mvuke, mwisho wa siku yanaona kwamba this is unfair. Kwa nini ukae na kitu hiki wewe peke yako? Then kanuni za asili zinatengeneza mazingira ya kurudisha tena ule mvuke wapi? Duniani. Tuna experience mvua, tunapata mazao, tunalima, tunakula chakula, viumbe wote wanafurahi. Ya vyura usiku utakuta wanapiga kelele, wanafurahi maana mvua imenyesha, sio kama vile inapokuwa kwenye kiangazi. Then mbu nao wanazaliana, wanakuwa wengi, kwa hiyo production zinakuwepo kila mahali, watu wanafurahia. Then bahari tena, mito inapokea inapeleka baharini. Hii circulation ukatuambia kwamba ni sakti ni sakti ya upendo. Kwa hiyo sakti ikifa, isipotiririsha upendo, then ukatupatia mfano namna ambavyo bahari ile ya Dead Sea, ile bahari mufu ilivyo, inapokea maji lakini haitoi maji. Hivyo tuliangalia kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo leo tunasonga mbele. Nichukue nafasi kukualika uweze kutusogeza mara tunatakiwa kwenda. Asante. Naomba tuweze kupata ombi tunapoingia katika mfululizo wa somo. Amina. Wapendwa, tumekuwa katika majifunzo haya na ninaamini ya kwamba kwa mfuatiliaji ambaye ni mwaminifu, aliye na moyo ulionyooka, a honest person and an honest inquirer. An honest inquirer ni mtu ambaye anapima hoja na ushahidi wa hoja, na kuweza ikiwa kuna hitaji la kupinga hoja, anapinga hoja kwa hoja. Anaweza kushuhudia ya kwamba tumejaribu tuwezavyo kupeana msingi wa pambano hili, na natumaini ya kwamba Bwana akituwezesha kipengele hiki kiwe cha mwisho katika kuangalia msingi wa pambano katika ulimwengu wa kabla ya uumbaji. Kwa hiyo kwenye kipengele cha msingi huu tunaingia katika kuangalia haki na jinsi ambavyo haki iliweza kuingia katika mgogoro wa pambano kuu. Na kabla hatujawenda hapo, hii inanikumbusha kiu iliyopo katika mioyo ya wanadamu wote ambao wamepitia changamoto, ambao wamepitia kudhulumiwa, ambao wamepoteza mali na wapendwa kwa njia ya ulaghai, kwa njia ya mabavu. Kila mmoja ndani ya moyo huwa anakuwa na kiu ya kutafuta haki. Na kwa hiyo ukiuliza mtu ya kwamba unapokuwa umekosewa ungependa haki gani itendeke,
au ni kitu gani ambacho ambacho kingetendeka ungeridhika kwa urahisi? Kila mtu angekupatia wazo tu moja, yule aliyenikosea apate kichapo chake, apate malipo yake hapa duniani. Kwa hiyo naomba tuingie katika kuangalia kipengele hicho cha mgogoro wa haki na jinsi ambavyo kwa Kiingereza tunasema it plays out in the great controversy. Naomba tuweze kuanza. Malongo, hiyo jikoni yenu funga mlango, mfunge, mnapita huo mlango mwingine. Huo mlango ufunga hivyo. Alafu napita huo mlango mwingine. Sasa naomba tukumbushane tu kwamba mgogoro huu tunapozungumzia ni udanganyifu wa shetani ambao anauleta kwa malaika, alafu ni kupitia udanganyifu huu ananasa akili za malaika, na baada ya hapo anaweza kuangusha malaika na pia kuleta sintofahamu. Ila tatizo la pambano kuu ni zaidi ya malaika wa kuanguka na kumfuata shetani. Tatizo hilo ni pana zaidi ya hilo. Tutaweza kuangalia kipengele hicho tunapoingia katika lesson hii. Kwa hivyo alipokuwa anaeneza udanganyifu wake ambao ndio ulikuwa biashara aliyokuwa anaifanya, tulijua ya kwamba alikuwa anazungumza haya kana kwamba anawatafutia malaika haki yao. Kwa hivyo kulikuwa na swali la haki, kwamba alikuwa anatafutia malaika haki yao, kana kwamba Mungu alikuwa amewanyang'anya haki yao. Alikuwa anapambana kutafutia malaika uhuru wao, kana kwamba uhuru wao ulikuwa fatu gani umeondolewa. Ningelipenda nisome nukuu ambayo iko hapa. Baada ya hapo ningelipenda tuweze kuchambua. Nukuu ambayo naenda kuisoma ni barua moja ambayo ni jarida kama sijakosea. Review and Herald, September 7, Review and Herald September 7, 1897, paragraph ya 3 na paragraph ya 4. Maneno haya yananukuliwa yakizungumziwa na Nabii Ellen White, yakitufunulia mwanzo wa pambano. Anatuambia hivi: It was most difficult to make the deceiving power of Satan apparent. His power to deceive increased with practice. Kwamba ilikuwa ni vigumu kuweza kufunua na kudhihirisha udanganyifu wa shetani na nguvu zake za udanganyifu ziwe wazi. Utumiaji wa nguvu hii ya udanganyifu ulikomaa kadri alivyoutumia. If he could not defend himself, kwa kama hawezi toa hoja kwa niaba ya ushahidi kwa hoja yake kujitetea, then anageukia njia nyingine ambayo inaitwa he must accuse in order to appear just and righteous. Kwa hivyo shetani ndiye ambaye mwisho kabisa huwa anaposhindwa kutoa hoja ya msimamo wake, ama anaposhindwa kutoa ushahidi wa hoja zake, yeye ndiye anayegeukia kutumia mashtaka na kutumia hukumu ya kuhukumu watu wengine. Na baada ya hapo anatuambia kwamba mashtaka aliyoyaleta ni haya, ya kwamba alimfanya Mungu akaonekana kuwa yeye ni mlazimishaji, mkandamizaji. Mpaka hapo kuna pointi ya msingi tumepata. Kwa hivyo akafanya Mungu akaonekana kwamba Mungu ni arbitrary, ni kwamba Mungu ambaye ni horela, anaamua kile anachotaka kukiamua kwa maana anataka kifanyike jinsi ilivyo. Sasa hii ndio point ya msingi nataka tuweze kupata hapa. The sweet communion between them, that is the holy angels, kwamba ule ushirika uliokuwepo wa upendo ambao ulikuwepo kati ya malaika na Mungu uliweza kuvunjika. Every move. Sasa baada ya upendo wa Mungu kuvunjika, si upendo, uaminifu ule uliokuwepo ulipovunjika na ushirika ule uliokuwepo ulipovunjika, matokeo yake ni kwamba inasema ya kwamba kila hatua ambayo Mungu alichukua iliweza kuwa inaangaziwa na kuangaliwa kwenye jicho ambalo shetani alitaka malaika waone mambo. Mpaka hapo naomba niweze highlight baadhi ya vitu. Kwa hivyo udanganyifu mahali popote unapokuwepo, matokeo yake ni kwamba unavunja uaminifu. Kwa hivyo upendo ndio kanuni ya Mungu. Kwa hivyo shetani alipovunja amri ya Mungu, alipoasi, alipoleta disorder, alipovunja tabia ya Mungu, kuvunja kumaanisha alipoikana, akaanza kuiwakilisha visivyo, na malaika waliokuwa wamepokea hoja zake kama kweli, matokeo yake ni kwamba ulileta uvunjikaji wa nini? Wa uaminifu kati yao. Wakaanza kuangalia Mungu na jicho la sintofahamu. Kuna wale ambao sintofahamu hiyo iliyokuwa ndani ya moyo wao
walichukua hatua ya kuasi. Lakini kuna wale ambao ijapokuwa walibaki na maswali, wao walibaki tu kwenye nini? Walibaki kwenye point ya kwamba wako na maswali, ila wakasema kwamba Mungu bado ni wa upendo, Mungu ni mwaminifu. Ila maswali bado yakafanya kitu gani? Yakabaki kwenye mawazo yao. Kwa hivyo hatua zote ambazo Mungu alikuwa anazichukua, tunaambiwa ya kwamba zikawa zinatafsiriwa na kuangaliwa kwenye jicho la nane? Kwenye jicho la huyu ambaye anaitwa Lucifer. That which Satan had instilled in the minds of the angels, kile ambacho shetani alichokuwa ameweka katika mawazo ya malaika. Neno hapa na neno pale ilifungua njia ya horodha ndefu ya makadirio. Kwa hivyo walifanya malaika wakaanza kukadiria vitu, wako katika hali ya kutoelewa. Labda ni hivi, labda ni kweli, labda si kweli. Kwa hivyo ikafungua ni horodha ya vitu vingi ambavyo Mungu alihitaji kwa vijibu. Baada ya hapo nasema, in it is artful way he drew expressions of doubt from them. Kupitia njia ya umakini ya udanganyifu aliweza kuchukua mawazo yao kutoka kwao, na baada ya hapo akakimbia mbele ya Bwana kuwakilisha kama mawazo ya malaika, ila ni yeye aliyoleta mawazo hao ndani ya akili zao. Baada ya hapo nikimalizia nukuu hiyo inasema ya kwamba kama mmoja katika ofisi takatifu alikuwa akidhihirisha hamu inayopindukia ya haki. Kwa hivyo shetani alikuwa amejiingisha kama mtu aliye kwenye ofisi takatifu. Sasa ofisi takatifu ambayo inazungumziwa hapa, a holy office, ni ofisi ya Mungu. Kwa hivyo shetani akajiingisha kwenye ofisi ya Mungu akiwa anajiwakilisha kama anayekuwa na haja sana na nini? Na haki. Ila haki hiyo aliyokuwa anaitafuta, tunaambiwa hapa, ilikuwa ni haki bandia ambayo iko kinyume kabisa na upendo wa Mungu na iko kinyume kabisa na rehema na fadhili zake. Hiyo ndio nukuu ambayo ningelipenda tuweze kuichukua. Pointi ya kwanza, upendo unapokuwa umekubalika na kupokelewa, matokeo yake ni kwamba unavunja kitu gani? Upendo uongo. Udanganyifu, samahani. Udanganyifu unapopokea udanganyifu, inavunja uaminifu, unavunja upendo. Sasa upendo unapovunjika, kuna kitu ambacho hawezi fanya kupata upendo. Ni kutumia mabavu kupata upendo uliovunjika. Ni kutumia nguvu kupata uaminifu uliovunjika. Na pia udanganyifu hauwezi kuwa ukaondolewa kwa madai. Ikiwa kwenye ndoa udanganyifu umefanyika, yule aliyekuwa mwaminifu kama alikuwa amewekewa udanganyifu usio wa kweli, anahitaji afanye jitihada za kudhihirisha yeye ni mwaminifu kwa kila jambo, ndiposa uaminifu uweze kurejea kwa moyo wa yule aliyevunjika. Kwa hivyo upendo unapokuwa umevunjika, then hawezi rejeshwa kupitia nini? Kupitia hoja. Na upendo hawezi rejeshwa kupitia nini? Matangazo. Na sio matangazo pia, hawezi rejeshwa kupitia nguvu. Mungu akaamua, kuanzia leo nimewaamuru ya kwamba, kuanzia leo, sio naomba, kuanzia leo nawaamuru mnipende. Kuanzia leo naamini na nawaamurisha ya kwamba mtaanza kuniamini. Mimi ni mwaminifu. Hiyo haiwezi rejesha tangazo mbinguni. Wakati ule Yesu anabatizwa, kuna tangazo lilitoka, Mungu akiuambia ulimwengu kwamba yule aliyebatizwa pale ni mwanae mpendwa. Na kama Mungu pia angeamua kuongea leo akasema, nataka watu wote wiki ijayo au wiki hii mwende kanisani, ambaye hataenda atakiona. Ni kweli huenda watu wangeenda, wote wangeenda. Lakini je, wangefanya tendo hilo la utii kutoka moyoni kwenye upendo au kwa hofu ya kauli ya lazima ile ya Mungu? Sasa tunapozungumzia amri ya Mungu, hiyo inaingisha hata kipengele kingine. Amri ya Mungu ambayo anaitoa kulingana na kitabu, naomba ufungue kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo anasema ya kwamba amri ya Mungu ni amri ya uhuru. Unapata? Hebu tuende pale kitabu cha Yakobo, anasema ya kwamba amri ya Mungu ni amri, ni sheria ya uhuru. Ni sheria ya uhuru. Tuanzie kitabu cha Yakobo 1:25. Baada ya hapo utasoma kitabu cha Yakobo 2:12. Kwa Kiingereza itakuwa inasema Yakobo 1:25. Naam. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, yeye anayeangalia au anatazama sheria
ya uhuru iliyo kamilifu. Endelea sasa kwa Kiswahili. Anasema lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo asiwe msikiaji msahaulifu bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Naomba tukomee pale. Nenda 2:12. Pointi ya msingi nilikuwa natafuta pale ni kwamba sheria imetamkwa kwamba ni sheria nini? Sheria ya uhuru. Naomba tuangalie Yakobo 2:12. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Kwa hiyo pia hapo pia sheria imetamkwa kama sheria nini? Sheria ya uhuru. Sheria ya uhuru. Kwa maanisha Mungu anapotupatia uzima wake ndani yetu, tuna uhuru wa kukataa uzima ule. Unapata? Kama uzima wa Mungu unadhihirishwa kwenye upendo, basi tunajua ya kwamba upendo pia hauwezi lazimishwa. Unapata? Hiyo ni kitabu cha, kama sijakosea, ni kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote 22 kuanzia paragraph ya kwanza pale. Anasema, ama tusome. Nafikiri itakuwa vizuri tukisoma. Tunaweza kusoma. Tusome. Kama unaweza pata kwenye Kiswahili itakuwa ni vizuri Dunia ilikuwa gizani kwa sababu ya kutomwelewa Mungu. Ili kivuli cha huzuni kiangamizwe, kiangaziwe nuru. Ili ulimwengu urudishwe kwa Mungu. Nguvu ya shetani ya madanganyo ilikuwa haina budi kuvunjwa. Kwa hivyo udanganyifu wa shetani lazima uvunjwe. Ndio utavunjwaje? Kwa hiyo huo udanganyifu ndio ulifanya dunia iwe kwenye giza. Kwa hivyo tunapozungumza katika duniani hapa, dunia imejaa giza, sio giza la ublanketi fulani. Ni tabia ya Mungu imefanya nini? Imefunikwa na udanganyifu. Okay. Jambo hili lisingefanyika kwa mabavu. Matumizi ya mabavu ni kinyume na kanuni ya serikali ya Mungu. Komea hapo kwanza. Kanuni ya serikali ya Mungu ni nini? Tunaposema kanuni ni upendo. Ni upendo ambao ni sheria yake. Naam. Tunaposema kanuni ni kwa maana ni sheria zile ambazo ameumba ulimwengu kufanya kazi au utendaji kazi wa ulimwengu. Hakuna pahali popote ambapo Mungu ameweka kanuni ya ulazimishaji. Unapatikana katika ulimwengu wa dhambi au baada ya dhambi. Ndio pale tunapata ya kwamba mwenye nguvu anatawala. Ile katika uumbaji wake wa kwanza, hata kwenye wanyama ambao tunaita wanyama polini, au kukuwa na utumiaji wa mabavu. Kule kwa wanyama kuna ile wanaita rule of the jungle. Yes, the rule of the jungle. Katika ufalme wa Mungu haya yako hapo mwanzo. Hiyo ni athiri ya nini? Athiri ya nini? Ya dhambi. Ila kanuni ya Mungu haitumii nini? Mabavu. Sawa? Kwa nini? Kwa maana yake ni sheria yenyewe ya uhuru. Sawa? Twende mbele. Anatamani huduma ya upendo. Na upendo hauwezi kuamrishwa. Naomba komee hapo. Nafikiri wanaweza enda wakamaliza wao wenyewe kusoma pale nyumbani. Kwa hivyo Mungu anatamani kinachoitwa huduma ya nini? Huduma ya upendo. Lakini upendo hauwezi lazimisha. Yaani hiyo ni common sense. Unaelewa? Common sense kabisa hiyo. Hiyo inaweza kuwa proved na yeyote anaweza. Hata katika upendo huo duniani hapo ambao tunaita upendo ambao si upendo. Hauwezi kuamrisha, ni kwa hiari mtu achague. Labda zamani zile tulikuwa tunaambiwa kwamba mtu alikuwa anakamatwa, msichana au mvulana. Msichana akikamatwa then anapelekwa kwa mwanaume yoyote kwamba aende naye aolewe naye. Lakini mwanaume naye, vijana nao wazazi walikuwa wanaweza kuamua tu, kijana wangu amekuwa, anaenda anaongea na mwenzake kule, analeta kijana anakamatwa, anapewa. Ukiangalia hata hiyo yenyewe ilikuwa upendo. Sasa ile haiwezi kuamsha upendo. Kwa maana hata leo mahali tunapoishi hapa, sehemu hii makao yangu yapo. Tamaduni hiyo inafanyika, mpaka waleo inafanyika hivyo. Na vijana ambao tunashauriana kuhusu mambo kama wamelazimisha kuoana ila hawapendani. Kwa hivyo kwenye nyumba kinachotendeka pale, kitumia kama mfano, vurugu tu. Ya sasa kuna kitu fulani hapa ambacho ningependa tuweze kukimenya. Na kuna kitabu ambacho labda baadaye tutaweza kupeana pendekezo watu wakitafute, cha sayansi ya ubongo na afya ya ubongo. Kile kitabu ni cha maana sana. Tunaambiwa kwamba katika mambo ya psychiatria, tunaambiwa ya kwamba wakati wowote ambapo kanuni ya kulazimisha imetumika, matokeo yake inavunja upendo. Hata kama ulikuwepo, unavunja nini? Upendo unavunjika. Upendo unavunjika.
Kwa maana nyingine, mahali popote kanuni ya kulazimisha imetumika, basi uzima unapotea. Na sio kupotea katika hiyo njia ambayo hilo neno linamaanisha kwamba uzima, yani ni kama unaua uzima, unaelewa? Kwa hivyo unapolazimisha hawezi rejesha uzima, bali unaua uzima. Ndio maana ya uzima, ya kuua nini? Upendo. Sawa? Ila kuna kitu kingine ambacho kinatendeka ndani ya moyo wakati ambapo kanuni ya kulazimisha imetendeka, ni uasi. Nafikiri hiyo tutaendelea kujenga tunapoingia katika pambano la wanadamu duniani hapa. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba kama unapotumia nguvu then ndio kinyume cha upendo kimsingi. Naam. Then umezalisha chemichemi, yani umewasha moto wa uasi ndani ya moyo wa yule ambaye umetumia nguvu kwake. Kwa hiyo yani hapa sasa ndio kuna shida. Sasa unajua sisi tuna operate kwenye kanuni hii. Yani matumizi ya nguvu kusuppress nini? Uhuru. Kusuppress madai. Unaona? Okay. Ambapo tunadhani kwamba tunaweza kufaulu kuna nini, lakini maandiko yanaonyesha kwamba matumizi ya nguvu always huwa yanaamsha tu nini? Yanaamsha uasi, na nguvu inajibiwa kwa nini? Kwa nguvu. Hiyo ni mifano ambayo ni halisi sana ambayo watu wangeweza kuifuatilia. Kwa mfano, sisi nitolee mfano gani? Mimi kuna tukio sasa hivi ambalo ni maarufu kwenye vitu vya watu wengi. Lile ni Septemba, ilikuwa ni ngapi hiyo? Ile ya uchaguzi wa Tanzania pale. Uone namna ambavyo sisi dunia kweli iko giza. Wale walioandamana walikuwa wanafanya matumizi ya nguvu. Kimsingi ndio walikuwa wana express ile desire yao, lakini kwa kutumia nini? Nguvu ambayo ilipelekea hata kufanya kujeruhi vitu vingine na vitu vingine, na watu wengine wakaangamia. Sawa. Sasa serikali pia ikajibu kwa kutumia nini? Nguvu. Umeona hapo? Sasa unagundua kwamba mwisho wa siku mbele za Mungu hakuna atakayeweza kumlaumu mwingine, kwa sababu wote wametumia silaha ambazo zinapatikana kwenye ufalme wa nani? Ufalme huo mmoja ambao ni wa mkuu wa ulimwengu huu. Unaona? Lakini kwa Mungu kanuni iko tofauti. Mungu ana react kwa upendo. Unaona? Ndio maana inakuwa ngumu sana, inakuwa ngumu sana kwa mtu ambaye anakutendea mema wewe kumtendea nini? Mabaya. Haiko hivyo. Na kwa hiyo ndio maana nabii akiendelea kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote tunasema ya kwamba upendo huamshwa kwa upendo tu. Upendo unaamshwa kwa upendo tu. Kwa hiyo hata sisi tukitaka kuwafikia wanadamu ambao labda tumewahukumu kupitia miwani yetu ya dunia kwamba ni wanadamu wenye dhambi, wanadamu ambao wamepotea, wanadamu ambao wameasi, na tujipea changamoto kama watu ambao tumefanya matengenezo, hata kama ni matengenezo ya theolojia tu kwenye akili, labda kwenye matendo hayapo. Tumetoka katika kanisa la uasi. Tumetoka kabisa pale, ila labda kwenye ndani bado hatujafika. Pointi ya msingi ni hii, ndiposa tuweze kufikia wale watu ambao tunataka tuwafikie, tuanze kujifunza kuwadhihirishia upendo. Hivyo tu ndipo ambavyo tunaweza kuwafikia. Wajua nini? Mimi nikiwa mmoja wa wengi, tumeondolewa makanisani ya madhehebu. Wengine hata kabla hujaanza kujifunza kwamba ulikuwa unafaa utoke kule, tumetolewa kwa nguvu. Nakumbuka miaka hiyo tulitolewa kwa nguvu, tukiambiwa kwamba nendeni kaanzisha kanisa yenu kule, kiutani kabisa. Na watu wanasema tutakuombea Mungu akupige. Kwa hivyo walipokuwa wanatumia nguvu kupambana nasi, matokeo yake ni kwamba nasi tukatumia hiyo kauli ama kanuni hiyo moja kujibu. Kwa hivyo hadi wa leo migogoro kati ya wasabato ni utumiaji wa kitu kimoja tu, nguvu. Nguvu hiyo sio lazima ikawa kwenye kimwili, ni nguvu hata kwenye maneno na mambo ya kutumia kauli za maneno makali kwenye mawazo ya watu, kumanipulate mawazo ya watu. In fact, kuna somo moja ambalo tunafaa tuliwaze kuhusu njia tofauti za kudhihirisha kwamba hii ni njia ya nguvu. Sawa. Kwa maana mtu anaweza fikiria kwamba unaposema kwamba unatumia nguvu, nimetumia bunduki umewekea mtu mbele ya uso wake, kumwambia chukua corona. Unaelewa? Si lazima ikawa hiyo. Unaweza tumia nguvu kupitia maneno. Ukamwambia mtu kwamba sasa wewe kwenye akili zako zote
Hauwezi tumia akili zako ukaona ya kwamba unachokifanya ni kibaya. Unaelewa? Yale ambao umemletea maneno ambayo unataka uibue ndani yake hatia. Ndiposa hatia hiyo hata kama hakuelewa afanye kile ambacho wewe unaona ndicho ambacho kinafaa kifanyike. Ila hajaelewa kile ambacho unachotaka kitendeke. Au nyingine unaweza kupata unaambia mtu ya kwamba wewe endelea kula hizo nyama zako utapata kansa. Na kuonea huruma utapata. Ni kweli utapata kansa. Ila katika muktadha ulioitumia sentence ile haujamueleza akafahamu kanuni ya lishe. Umemtishia. Unaelewa? Hajaweza kuunganisha kansa ile na uvunjaji wa kanuni anaoifanya. Ameunganisha tu kwamba yeye atapata kansa kwa maana anakula nini. Kwamba ataacha kula nyama kwa sababu ya hofu na wala si sababu ameelewa kanuni. Unaelewa? Tujifunze katika kila sehemu ni kazi ngumu. Kwa maana hata sisi wahubiri ni kazi, tumefahamu tabia ya Mungu lakini bado ni kazi ngumu kudhihirisha kanuni hizo. Hii ni ngumu. Nafikiri mimi nimegundua kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kujua. Kwa mfano kama Mungu angejalia tupate nafasi kubwa tungeitenga hii ya matumizi ya nguvu, kwa sababu Mungu yuko amefunikwa na matendo mengi sana ya matumizi ya nini? Ya nguvu. Tungeifanya iwe mada kabisa ambayo inaweza kutusaidia tuone tunaposema matumizi ya nguvu tuna maana gani, na kuna aina ngapi za matumizi ya nini? Ya nguvu, kwa sababu ziko zingine ni so sato. Unaona, uwezo ukaielewa. Unaona? Kwa mfano mtu anakuambia hivi ni uhuru kuchanja, ni uhuru, lakini baada ya hapo hakuna uhuru wa kuambukiza wenzako. Unaona hiyo? Hiyo ni matumizi ya nguvu. Lakini ni vigumu mtu kuiambia. Mtu mwingine kuna sentence anasema kama Kenya wanasema kwamba I can guarantee freedom of speech but I cannot guarantee the result after speaking. After that speech. Sasa ndio hiyo. Sasa cha msingi labda tutaitengeneza hiyo kipengele kingine. Cha msingi hapa tufahamu ya kwamba utumiaji wa nguvu unatoa uzima. Yaani mahali popote ambapo nguvu imetumika, uzima umetoweka. Uzima katika ndoa, uzima katika kanisa, uzima katika huduma, na hata uzima wenyewe. Wewe ndio umchukue kuku mchinje ukachukue nyama yake ule. Umetumia nguvu hapo. Hapo ni matumizi ya nguvu. Ndio kuna haki lazima imevunjwa hapo. Umevunja haki ya kuku kuishi. Unaelewa pale? Haya. Lakini cha msingi zaidi baada ya hapo, wakati wowote ambapo nguvu imetumika, inazalisha kinachoitwa kitu gani? Inazalisha kinachoitwa kivuli cha mtu. Uasi kama hautaweza kusaidia mtu. Uasi kama mtu hawezi asi wakati ambapo nguvu imetumika, akaasi yule nguvu iliyotumika, akakubali kuwa chini ya hiyo nguvu iliyotumika, then anapoteza utu, anakuwa kama ni mashine, anakuwa ni kivuli cha mtu aliyetumia ile nguvu. Kwa hivyo hauko kwenye akili zako kwamba unaweza sema ya kwamba ninafanya hivi kwa maana nina sababu hii, nina sababu hii, nina sababu hii. Utakuwa unafanya kwa sababu wewe umekuwa kivuli cha yule mtu ambaye amekuwa ndiye anakusimamia katika maamuzi. Mpaka hapo tumepata point ya msingi. Kwa hiyo tuseme hivi, basi katika haki ya Mungu, ikiwa yeye haki yake iliweza kuwa imeletewa dosari kupitia hoja za shetani, angeweza kupata kurejesha mambo kupitia nguvu ama hangeweza? Tushapata ya kama kwa kweli kanuni zake ni za upendo, basi haiwezi kitumia matumizi ya nguvu yanazalisha nguvu. Haingewezekana. Sasa hapa tunataka katika point ya msingi. Kuna watu ambao huwa wanakejeli wakiuliza ya kwamba, umewahi sikia kwa mfano watu wanaposema ya kwamba kuna hoja na kuna madai ya kwamba uasi ulianza mbinguni yenyewe mbele ya utawala wa Mungu. Alafu anamaliza kusema ya kwamba ikiwa ilikuwa hivyo, je, hiyo haionyeshi udhaifu wa serikali ya Mungu? Na kwa tulipokuwa tunaanza tulisema hivi, nchini hapa tulipo Kenya, wakati ambapo wanaharakati wa Gen Z walipokuwa wameenda kushambulia bunge, kulikuwa na hilo swali kwamba unamaanisha kabisa serikali haikuwa inafahamu? Na kama haikufahamu, je, unamaanisha kwamba serikali kama ilikuwa ifahamu inamaanisha nini serikali hiyo? Alafu wakasema, na kama walijua na wakaruhusu ikaendelea,
Sasa hiyo serikali si ni bure kabisa. Unaelewa? Ndiposa mama wa nchi ya Tanganyika akauliza swali, kulikuwa na nguvu gani ambayo ni ya sijui, na kauli fulani alisema siku moja kwamba hebu tuambie nguvu ambayo ingetumika ambayo ni ya kiasi isipokuwa hiyo iliyotumika. Anasema hivi, umetumia nguvu kupita kiasi. Sema sasa ni lipi ambayo ingetumika zaidi, kwa sababu na wao walikuja, unaelewa, walikuja na nguvu kwamba nguvu iliyotumika iliendana na kipimo ambacho wao walikuwa wamefanyaje, wamekitumia. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kwamba ikiwa serikali duniani hapa sasa ilikuwa inafahamu jambo fulani linaenda kutendeka, hawakuchukua hatua za nguvu kudhibiti, huwa inajulikana kama ni serikali dhaifu. Hata sisi wenyewe tumeingia katika mchakato huo. Wakati ambapo mtu anafanya kitu ambacho unajua kabisa hayupo sahihi kukuhusu wewe, anapotangaza kitu ambacho si kweli kukuhusu wewe, ni kinyume na tulivyojifunza na tulivyolelewa kunyamaza. Kwa maana wakati mwingine tumefunzwa kwamba kunyamaza ni udhaifu. Tunarudi kwenye kipengele ya kwamba katika utumiaji wa nguvu za serikali, serikali inafaa itumie nguvu zake kudhibiti utawala. Kwa hivyo isipotumia, ufalme ule unatangaza kuwa ni ufalme dhaifu. Makafiri huwa wanasema maneno kama haya, naomba niyasome. Mkafiri mmoja alisema hivi kwamba uasi ulianza katika uwepo wa Mungu, kwa hiyo ufalme wa Mungu na makasoro. Mwingine akasema hivi, huyu mwingine akasema hivi, naomba nitafute mmoja hapa. Huyu anaitwa David Hume. David Hume akasema hivi, alikuwa anauliza swali, ilikuwa ni mazungumzo kuhusu uasi wa Lucifer. Akasema, is God willing to prevent evil? Mungu alipokuwa anaona uasi unafanyika mbele yake, je, alikuwa tayari kuzuia? Hiyo ya kuzuia. But not able. Alikuwa tayari kuzuia lakini hakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Then he is impotent. Huyo ni Mungu bure, hana nguvu. Yaani Mungu anataka kuzuia uasi, ila hana uwezo wa kuzuia uasi. Basi inamaanisha Mungu hana nini? Hana nguvu. Sasa wewe mwana theolojia ambao umeenda ukasoma mambo ya Alexander na wale wengine waliosema kama Mungu is eternal. Unaelewa? Mungu is all powerful. Sasa if your God is all powerful, kuna nguvu zote na kuna uwezo wa kufanya chochote anachotaka, mbona basi ameshindwa kuzuia uovu? Wengi wanaoitwa watu wa Mungu bila kujua pale ambapo wanapokabiliana na vitendo vya mabaya huwa wanasema wanamwachia nani? Wanamwachia Mungu. Na mara nyingi watu wanaima, Mungu uko wapi? Kwani Mungu huoni? Watu wengi wamelia vilio kama hivyo wakimtaka Mungu aingilie kati. Naomba hapa kama nitapata mapema hii nukuu hapa tuisome, alafu inaweza kutusogeza kwenye uelewa kidogo. Naam. Kuna sentensi hii hapa inaandikwa katika Pambano Kuu sura 29 aya ya kwanza kabisa pale. Anasema hivi, katika akili za watu wengi chanzo cha dhambi na sababu ya kudumu kuwepo kwake ni kiini cha mfadhaiko mkuu. Kwa nini Mungu kwa nini dhambi ilitokea? Kwa nini Mungu aliruhusu? Ndio hiyo uliyoongea hapa. Sasa unapojiuliza hapo kwa nini hawapati jibu, wanapata mfadhaiko. Alafu kwa nini inadumu kuendelea kuwako? Watu wanapata huruma kama wanadamu. Vita vimeendelea pale Mashariki ya Kati. Maeneo ambayo kulikuwa ni miji na majumba imegeuka kuwa mashamba na mapori. Unaona, watoto wadogo kabisa wanapigwa mabomu wakiwa kwenye mashule, wakiwa wapi majumbani, na wengine waliobaki ni homeless. Unaona, mambo kama yale yanaendelea. Na mara nyingi wale ambao wanaenda kufanya hivyo vitendo wanaomba Mungu, na wakitoka tena wakiwa wamefanikiwa kuua watu wengi wanaomba tena nani? Mungu. Controversy inakuwa kwenye vichwa vya watu, wanachanganyikiwa. Huyu Mungu yukoje? Anasema hivi,
wanaona kazi ya uovu pamoja na matokeo yake ya kusikitisha na huzuni ya kutisha na wanajiuliza kwa nini haya yote yaendelee kuwepo chini ya Mungu mwenye hekima yote, mwenye uwezo wote na upendo wote. Hapa kuna siri ambayo wanaitafuta kuijua bila kupata ufumbuzi. Na katika kutokuwa na uhakika kwao na mashaka, wanapofushwa wasizione kweli zilizofunuliwa wazi kwenye neno la Mungu na ambazo ni muhimu kwa wokovu. Umeona? Sasa mambo haya, maswali kama haya yamekuja na kurudi kwenye vichwa vya wakazi wa dunia hii kwa miaka mingi. Unaona? Na sababu kwa nini yanakosa majibu? Hatujui kanuni ambayo Mungu anatumia katika ufalme wake. Tunakopi ile kanuni ya kwetu, alafu ndio tunavisha kwenye kanuni ya nani? Kwa kimsingi tumeendeleza shughuli ile ile ambayo shetani alifanya wapi? Alianzisha mbinguni. Naam. Sasa naomba tuweze kuwekea jambo hilo usisitizo. Kwanza sitakuwa nimemaliza hii. Anasema, is God willing to prevent evil but not able? Then he is not powerful. Is he able and not willing? Je, ana uwezo lakini hajisikii. Then he is malevolent. Malevolent ni mtu ambaye ni mbovu tu. Wewe unaangalia mtu anapigwa kule na una nguvu ya kumsaidia, unaangalia katakatu na unaangalia tu. Wewe ni muovu kama yule aliyefanya nini? Aliyefanya hicho kitendo. Alafu baada hapo anasema ya kwamba is he both able and willing? Je, ako able na at the same time ako tayari? So basi kama yuko able na ako tayari, natumia nguvu sasa kudhibiti uovu. Mbona uovu unatoka wapi sasa? Unaelewa? So haya ni maswali hayo ambayo watu nayo yauliza. Na wengine wakauliza swali, mbona Mungu basi hakumwangamiza nani? Mwangamiza Lucifer. Hakumwangamiza Lucifer. Ndio limeenda na kurudi mara nyingi. Now, one of course ushajua kwamba Mungu kanuni yake ni ya uhuru. Sasa hauwezi kuwa umepatia mtu uhuru wa kuchagua. At the same time ukamwambia kwamba amri yako ni ya uhuru, na baada amekataa kutii amri yako ya uhuru ukamwadhibu kwa maana hakutii amri ya uhuru. Na ulimpa uhuru atumie, na anapoutumia wewe unampa adhabu. Sasa unakuwa hujampa. Umepata pale? Sasa kuna maana kipengele kwenye kitabu cha Wazee na Manabii nasema ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumangamiza shetani na kumtupa kama anayetupa nini? Kajiwe. Au kakokoto. Changarawe. Na uasi au kufaa kudhibitiwa na kushindwa kupitia nguvu. Pointi ya msingi hapo. Pointi ya msingi ni kwamba Mungu hatumii nguvu kudhibiti uasi. Ya kwanza. Ya pili, kutumia njia ya kudhibiti uasi kwa kuua, then umetumia nguvu. Kumaanisha binadamu yeyote au malaika yeyote anayeuawa na Mungu, basi Mungu amemshinda na kumdhibiti mtu huyo kupitia nguvu. Akapata vizuri? Na. Haya, ikiwa hapo tumeelewa, basi kuna watu ambao wanaanza kuuliza swali. Kwa hivyo Mungu haki yake sasa hiyo inafanyaga mambo gani? Na wanakosa kufahamu kitu fulani, ya kwamba hoja ya kwamba Mungu anastahili ainuke na kuadhibu mkosaji ndio hoja hiyo hiyo ambayo shetani alikuwa ameitumia kuwavuta malaika. Unaelewa? Kwa maana ya kwamba alikuwa anasema ya kwamba Mungu ukikosea amri yake si ya uhuru, atahitaji ya kuadhibu. Kwa hiyo ndio hoja aliyokuwa ametoa, ambao sisi sasa hapa duniani ametusukumia. Nafikiri ukisema hoja naweza sieleweke vizuri. Ndio uongo ambao shetani alikuwa anatumia kwa kokota wale malaika. Silikuwa warudi? Naam. Kwa hiyo ngao aliyotumia kuwazuia wasiende kwa Mungu kutubia makosa yao, kuambia kwamba Mungu atafanyaje? Atawaadhibu. Naam. Kwa hivyo ile kiu tulio nayo ya kwamba Mungu angemuadhibu shetani, ndio hiyo naye alikuwa anaisema ya kwamba Mungu anataka kutuadhibu, amri yake si ya uhuru. Kwa hiyo kwa kifupi, shetani ametuvishia ama ametusukumia wazo lake kama madai ya kujitetea sisi, ili hali tunapoendelea kusema hivyo ni mashtaka yale tunayomletea nani? Tunayomletea Mungu. Mpaka pale naomba nisome sasa nukuu inayofuata hapa. Kwa tushajua kwamba shetani argument yake ni argument ya kwamba binadamu anahitaji aadhibiwe.
hebu kwanza niweze kusoma nukuu hiyo, baada ya hapo tutaweza kuwa tunaipata pale. Naomba tuweze kusoma nukuu hii. Inatoka kwenye kitabu kinachoitwa Kristo Ameshinda, Christ Triumphant. Christ Triumphant 11 paragraph 4. Anasema the condemning power of Satan will lead him to institute a theory of justice inconsistent with mercy. Kwamba nguvu za shetani za kushikashifu, za kushtaki, za kuhukumu zitamfanya aanzishe nadharia ya haki ambayo inakinzana na rehema. Kwa hivyo mahali popote unapoona nadharia fulani ya rehema na haki haipatani, mahali popote inapofanya kazi, ni mfumo ulioanzishwa na shetani. Mfumo huo unadai vipi? He claims to be officiating as the voice and power of God. Kwa hivyo nadharia hii ya haki anasema ya kwamba huwa anaitumia akidai anafanya hivyo kama sauti na kwa nafasi ya Mungu. Kwa hivyo mara nyingi sauti zilizo ndani yetu, wakati ambapo tunapodai ya kwamba Mungu lazima aadhibu mtu aliyekosa na lazima amrehemu yule aliyepokea adhabu ambayo Kristo alipokea, tunaendeleza tu hoja ya nane, hoja ya shetani, madai ya shetani, madai ya shetani ya samahani, au mashtaka na udanganyifu wa shetani. Baada ya hapa anasema hivi, he claims that his decisions are just. Anadai kwamba maamuzi yake ni ya haki, ni ya kweli na ambayo hayana makosa. Baada ya hapa anasema ya kwamba kwa hiyo position yake ni kwamba hukumu yake thus he takes his position on the judgment seat, kwamba anachukua kiti, anakaa kwenye kiti cha hukumu. Sasa sikiza vizuri. Sasa kuna kiti cha hukumu ambacho umesikia duniani hapo watu wakisema hivi, usichukue kiti cha Mungu cha hukumu. Umeelewa hiyo sentence? Hiyo sentence ni fiche sana. Inakaa kana kwamba ni takatifu. Sasa wewe ni Mungu mhukumu. Umeelewa hiyo sentence? Umeelewa? Kwamba usichukue kiti cha Mungu hukumu mtu, kwa maana nyingine mabaya unayomwambia mtu aliyoyafanya na kumhukumu na kumkashifu na kutamani aadhibia au kumwadhibu, unasema hiyo ni kiti cha nani? Hiyo ni nafasi ya, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo umeshasukumia Mungu kiti ambacho si chake, ila aliyekaa hapo ni shetani. Ila shetani aliyekaa hapo ajidhihirishi kama yeye alivyo, ama kama nafsi yake, mimi ni shetani. Anakaa pale, inasema ya kwamba officiating as the voice and power of God. Kwa hivyo wakati mwingi duniani hapa kuna haki tunaodhania Mungu ndiye anayoitenda au ndiye atakayoitenda, bali aliyekaa kwenye kiti cha ibada pale ni shetani. Baada ya hapo anasema hivi, now here, sikiza vizuri, here is the merciless justice comes. Here his merciless justice comes. Kwa hivyo hapa diposa haki yake sio na ruhuma inaingilia, ambayo ni counterfeit justice. Kwa hivyo counterfeit justice utaweza kuijua namna gani? Ni haki sio na huruma. Sio na huruma. Sasa where on earth utawahi pata haki iliyo na rehema? Kwamba yani mtu ametendewa haki iliyo na rehema, iko na rehema ndani. Hii ni haki gani? Hapa duniani haipo. Dunia ina haki ya dunia, sheria ya dunia inatoa haki na adhabu. Vitu viwili ambavyo havipatani. Naomba tuelewe kipengele hiki. Vitu viwili ambavyo havijawahi patana, kwa maana nyingine vinavyokinzana. Na maanisha vipi? Maanisha hivi. Mimi nimepata fine ninapoingia Tanzania, si mara moja. Hata mara ya kwanza walikula pesa zangu karibu kwa 80 90 za Tanzania. Walikula hao watu wamevaa manguo nyeupe barabarani pale. Hawakunitendea huruma. Walipata haki waliokuwa wanatafuta. Yaani walinitendea kilichokuwa inafaa nitendewe. Waliniadhibu, unaelewa? Hawezi kuwa ameniadhibu nikampatia pesa kwa maana nimeenda kilomita 51, alafu akaniambia amenionea huruma. Unaelewa? Ameniadhibu. Kwa hivyo wakati wote alipokuwa ananiadhibu, huruma haikuwepo. Ila kuna mwingine nakumbuka siku moja, nafikiria ni baada ya Sirari. Sirari kuna mahali ukishaingia, nafikiria umetoka Tarime, ndio naingia barabara ambayo inaenda sijui ni Mwanza whatever. Sasa pale nikapata huyo
jamaa anayevaa nguo nyeupe. Natumia nguo nyeupe kwa maana hata malaika pia wanavaa nguo nyeupe. Na kazi wanaoifanya ndio ambayo tumefanya pia tumesema malaika wa Mungu wanaofanya. Kwa hivyo unapotumia nguo nyeupe, jamaa anavaa nguo nyeupe, usisahau kwamba malaika pia wako katika kesi hiyo moja. Kwa Mungu ametuwekea malaika ambao wanatuangalia baadaye wakipata kutufanya makosa, wanachemka na wanakupiga step mbele na kutuadhibu. Sasa huyu mmoja nikampata akanisimamisha. Ndio mwanzoni wa safari. Ananiambia mnaelekea wapi? Nikamwambia tunaelekea Songea. Akasema mwendo ni mrefu. Safari itakuwa ni ya amani ukifuata sheria. Sasa nafikiri labda alikuwa ametumiwa report kwamba labda nimepitisha speed limit. Ila akanionea huruma, huyo ni mjamaa bado ndio anaanza, akaniambia safari bado ni nini? Safari ni ndefu. Kama tukianza kusurubiana sasa hivi, itakuwa ni kesi ndefu. Akaniambia itakuwa ni ya amani ikiwa utafuata masharti. Kwa hivyo akanionea huruma, hakuniadhibu. Kwa hivyo kwenye sheria ya Tanzania hakutenda haki, hakuniadhibu nilivyokuwa nafaa kuadhibiwa, bali alinitendea nini? Huruma. Hapa Kenya hivyo hivyo, ukiingia kwenye gereza ukapata mtu aliyefungiwa miaka 20 kulingana na katiba, jaji anapoingia pale kizimbani, anapoingia pale alipofungwa, hawezi sema pale na tai yake na kofia yake ya hakimu akamwambia mimi ni hakimu mwenye rehema sana, nimekuhurumia, na ameshamfunga kulingana na katiba. Hivyo ikiwa mimi nilikuwa nimeibiwa nikapeleka mtu mahakamani, baada ya pale jaji whether aliongwa kupitia pesa za mtu aliye jirani au rafiki aliyekuwa ameniibia, jinsi ambavyo Kristo pia naye amelipa baba kule kando. Unaelewa hivi? Unanielewa kweli? Nakuelewa. Hapa duniani unajua unaweza kwepa haki. Unaweza tafuta wakili. Huyu wakili kama ana mdomo mtamu na utafute hela, au marafiki jamaa wa karibu, akatafuta hela akaenda akapitisha kule nyuma, hakimu akipokea atakuandikia kwamba hauna kesi ya kujibu. Ila ni kwa maana amepata, Kenya inaitwa ni murungura, nyinyi mnaitaje? Rushwa. Kwa hivyo vyote vinatumika. Kwa hivyo mwishowe yule hakimu anapoandika pale, nimepeleka ndugu Cyprian alikuwa ameniibia gari langu, nimempeleka kule kotini, ila jamaa wa karibu wa Cyprian, ndugu yake wa karibu anayempenda, akapatia murungula kule jaji, akaandika pale ya kwamba nimekusamehea. Hata kama alikiri kwamba huyu kwa kweli alifanya makosa, ila kwa rehema zangu na mamlaka yangu nimemsamehea. Mimi huku niliyekuwa nimeibiwa gari langu, nitakuwa nalalamika sijatendewa haki. Kwa hivyo katika dunia hii, mahali popote haki na rehema inapokuwepo, hazikaagi nyumba moja. Unaelewa? Sasa where can it be applicable kwamba Mungu akona system ya rehema ambayo haijawahi kinzana na nini? Na haki. Na tunaweza jua kwamba Mungu na haki yake inafanya kazi namna gani. Hiyo pia inanikumbusha kitu fulani. Tunapozungumzia haki na rehema, tusije tukasahau ya kwamba Mungu sheria zake ni desturi, si desturi, ni kanuni za taratibu ya uzima alivyoumba. Sawa? Kwa hivyo sisi duniani hapa sheria zetu ni masharti yanayobuniwa kushurutisha. Kwa hivyo yanahitaji adhabu ya kutoka nje, ndiposa wengine wajifunze kutii, na wewe baadaye ujifunze kutii kwa kushurutishwa. Ila kanuni za Mungu whether yupo whether hayupo, kama ingewezekana asiwe, yaani adhabu yenyewe ni kwa sababu umeenda kinyume na uzima, unapokea adhabu bila Mungu kuwepo. Tutajenga hoja hiyo kwa utaratibu tunapoenda. Ila kwa sasa tumepata ya kwamba shetani alikuwa anadai kwamba Mungu anatumia nini? Nguvu. Kwa maana nyingine anaadhibu wanaokosea. Ndio. Naomba ufungue kitabu kinachoitwa Desire of Ages Again. Tumaini la vizazi vyote. Ndio hiyo hapa. Tumaini la vizazi vyote 761 paragraph ya pili. Yaani point ya msingi hapa nafikiri unapoitafuta ni kwamba malaika walikuwa wameathirika. Ili unapoendelea kuitafuta, naomba nirudi nyuma kidogo. Kuna sentensi moja niliyokuwa nimeisoma, nirudie sentensi hiyo. Sentensi hii inapatikana kwenye kitabu kile ambacho tulianzia, Review and Herald.
Review and Herald September 7, 1897, paragraph ya 3 hadi paragraph ya 4. Alisema hivi kwamba kama mmoja katika ofisi takatifu alidhihirisha kiu ya kupindukia ya haki, ila ilikuwa ni haki bandia, sawa, ambayo ilikuwa kinyume kabisa na upendo wa Mungu, fadhili zake na rehema zake. Sawa mpaka hapo? Baada ya hapo anasema, anaenda mbele, anasema hivi, naomba usikize vizuri anavyosema. Baada ya hapo anasema hivi, nimepoteza. Ndio hii inasema hivi. Matokeo yake ni kwamba the sweet communion, sawa, ambayo ilikuwa kati ya malaika na kati ya Mungu kavunjika. Tumeshazungumzia kipengele hicho. Lakini cha msingi, kila hatua ambayo Mungu alichukua walikuwa wanaiangalia, lakini wanapoiangalia kwa jicho la upendo au kwa jicho lipi? Anasema waliangalia matendo yake, jinsi ambavyo shetani alitaka waone mambo. Kwa hivyo hata malaika waliobaki waaminifu walikuwa wamebaki wakitazama Mungu kwa jicho kwa kutilia mashaka ya udanganyifu wa shetani. Kwa maana udanganyifu wa shetani ushaujua. Kuhusu haki, shetani alikuwa amedanganya ya kwamba Mungu ataadhibu anayekosa nini? Anayekosa juu ya sheria yake. Sasa sikiza. Adamu na Hawa walipokosa, walikuwa malaika wanatarajia Mungu awafanyie nini? Kwa udanganyifu ule, kama walikuwa wamewaingia wangetarajia sio kama kwa maana hapa tumeambiwa ya kwamba they started viewing things as Satan wanted them to see. Walitegemea Mungu ainuke adhibu. Na kama Mungu angeinuka adhibu, wangesema namna gani? Wewe ni Mungu wa nini? Wa haki. Hiyo tu natosha. Kwa maana hivyo ndivyo walivyokuwa wameamini kwamba Mungu ni Mungu wa haki, ataadhibu. Sawa? Ila rehema itakuwa wapi hapo? Itakuwa ni nje. Kwa hivyo Mungu angefanya hivyo, basi kesi ya shetani aliyokuwa ameiweka, mashtaka yake yangekuwa si mashtaka ya uongo, yangekuwa ni mashtaka ya kweli. Angekuwa amepiga uhuri madai ya shetani. Unapata? Sasa Mungu alipomtuma mwanawe duniani hapa, akaja akachukua mwili wa binadamu kama binadamu mkosaji. Malaika walianza kuangalia, kujifunza jambo hadi msalabani. Shetani aliona kwamba vazi lake la bandia lilikuwa limechanwa na kutupiliwa mbali. Utawala wake ulifunuliwa wazi mbele ya malaika ambao hawakuanguka na mbele ya malimwengu ya mbinguni. Hapo sasa alikuwa amejifunua kwamba ni muuaji. Kwa hivyo kabla ya hapo walikuwa wamejua ni muuaji? Hapana. Kwa kumwaga damu ya mwana wa Mungu alikuwa amejing'oa kutoka katika hali ya kuhurumiwa na viumbe vya mbinguni. Kwa hiyo tiri mpaka Yesu pale anauawa, bado malaika wa viumbe wa mbinguni walikuwa bado wanahuruma na nani? Na shetani. Yani for more than for almost inaweza kuwa more than 4000 years. Ni eternity ndefu sana. Na kwa sababu uasi wake nakuja kuasi kwa Adamu, hatujui gap iliyokuwa kwenye miaka mingapi. Anasema hivi, tangu wakati ule kazi yake iliwekewa mipaka. Kabla ya hapo shetani alikuwa amejificha, hakuwa anajulikana kama muuaji. Sasa swali, alimuua nani? Alimuua Kristo. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa amechukua nafasi ya binadamu, na tangu mwanzo kulikuwa na mtazamo ya kwamba binadamu anapokosa lazima auawe, lazima adhibiwe. Kwa hivyo walikuwa wanajua nani angeua. Kama mpaka hapa ndio wamemjua ni muuaji. Kama shetani ndio hapa anakabidhiwa faili lake, then faili hili mwanzoni lazima miaka yote liko kwa nani? Kwa hivyo miaka yote malaika walikuwa wanajua haki ya Mungu inahitaji adhibu. Unaelewa? Lakini baadaye wakaanza kugundua, kumbe aliyekuwa nyuma ya msukumo huu ni nani? Aliyekuwa na wachochea utaratibu huu wa malipizi wa kisasi, kumbe sio wa Mungu, ni wa shetani. Wa shetani. Sasa kwa hivyo shetani aliweza kueleweka vizuri kwa malaika baada ya Kristo kuja hapa na kujinyenyekeza. Ila mtu atauliza swali, kwa hiyo mbona Kristo akaja akafa? Swali hilo tutalijibu kwa sasa.
Ila kipengele cha muhimu ni kwamba haki ya Mungu inapotendeka, je, yeye ndiye anayeadhibu? Kwenye masomo yaliyotangulia tunafaa tujue ya kwamba haki haiwezi kutafsiriwa na kutafakarika kando na sheria inayotafsiri haki ni nini. Yaani, unajua, naomba nipeane mfano. Sijui kama utakuwa ni mfano gani. Unajua hapa Kenya kwa mfano, sijui kama nyinyi itakuwa ni kama hivyo hivyo. Kwa mfano, umekuwa tukisikia tukizungumza na marafiki hapa ambao wamenunua mashamba. Kenya, kama shamba langu nina hati miliki, yaani ni haki yangu kutokuruhusu kutengeneza barabara kama serikali kwa shamba langu, na hauna la kufanya. Unaelewa? Sasa swali, kwenu nasikia ikiwa serikali inahitaji shamba lako na una hati miliki, una la kusema? Ardhi ni ya serikali. Kwa hiyo kwa kifupi, unaweza kuwa na title, ila serikali ikiamua kutengeneza mradi katika sehemu fulani na ikaamua leo kuna madini yamepatikana hapa, unahama. Hiyo na sasa hapa sikiza. Na hii nyumba yangu hapa, ikiwa kuna madini yako hapa, serikali haiwezi niondoa hapa. Ni mimi nikubali kufanya biashara na hiyo madini. Ni mtaji wangu huo. Kwa hiyo kumaanisha haki hapa ya raia hawa wawili, Cyprian na Wycliffe, haifanani. Inatafsiriwa na sheria ya nchi husika. Sasa wewe huwezi kaenda Tanzania kule ukaanza kuambia Mama Suluhu, hii ni shamba yangu na ni haki yangu kukaa hapa. Kule Kenya nimesikia wanasema kwamba shamba ni la mwananchi. Ukisema hivyo unauliza wewe uko nchi gani? Hauwezi. Kwa hiyo kwanza wewe ni uasi. Kwa kuwa sheria zinatofautiana, kwa hiyo unakuta hapa duniani kila taifa liko na haki yake, mfumo wake wa justice. Hiyo ndio point ya msingi. Kristo akasema kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 36, akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Sio wa dunia hii. Na hapa duniani hakuwahi pata mfano wowote wa kulinganisha ufalme wake. Kwa hivyo mfumo wowote tunavyojua haki, tunavyowaza kuhusu haki, wazo hilo haliwezi patikana katika ufalme wa Mungu. In fact, kwenye kitabu cha Isaiah, Mungu anasema, Isaiah 55, anasema ya kwamba mawazo yangu sio kama mawazo yenu, njia zangu sio kama njia zenu. Tunaweza kuisoma hiyo. Hebu tusome. Isaiah 55 mstari wa 8. Aya 8 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa hiyo mimi siwezi msukumia Mungu ninavyojua haki inavyofanyika duniani ikawa haki yake. Hapa duniani haki inapofanyika kwa yule aliyekosea ni kumwadhibu. Tulisema jana na ndivyo ilivyo, kwamba popote wanapotunga sheria, kimsingi waga ni mkusanyiko wa mawazo ya wale wanaotunga. Kwa hiyo ikiwa mawazo yetu na ya Mungu ni kama mbingu na nchi, utofauti wake, upana wake, kwa vyovyote sheria zinazotungwa kutoka kwenye mawazo hayo lazima zitakuwa tofauti, operation yake, tabia yake, na sheria zinazotungwa kutoka kwenye mawazo ya nani? Ya Mungu. Na ya pili, watu walio katika falme mbili tofauti, watu waliobadilishwa akili mbili tofauti ambazo hazifanani. Mmoja ambaye akili yake imebadilishwa, ameingia katika kufahamu njia na matendo ya Mungu katika kanuni zake. Akili imebadilishwa, imeongolewa kutoka katika ulimwengu wa shetani, ni muasi wa ufalme wa shetani kwa kifupi. Na yule aliyesalia kwenye ufalme wa shetani ni mwaminifu katika ufalme huo. Watu wale wawili hawezi kaa chini wakaweza kupatana kuhusu haki ya Mungu na Mungu anapofanya matendo yake. Mmoja anaposoma haki ya Mungu kwenye Biblia ataitafsiri kivingine, kwamba Mungu aliwatendea watu haki, aliwahukumu watu wake, hukumu za Mungu zikaja jinsi huyu aliyeongolewa kutoka kwenye ufalme wa shetani atatafsiri sentensi zile, kauli zile, itakuwa ni tofauti na kinyume na jinsi ambavyo yule raia wa serikali ya shetani atakuwa tafsiri. Kwa hiyo kesi iliyo hapa, tunapoingia kwenye maandiko, tunaposoma ya kwamba hukumu za Mungu zikaja, hukumu za Mungu zitakuja.
sasa unaisoma kulingana na serikali gani? Unaitafsiri kwa mujibu wa sheria iliyotoka kwenye mawazo ya Mungu au kwa mujibu wa sheria iliyotoka kwenye mawazo ya mwanadamu. Sasa umewahi sikia, sijui, lakini kulikuwa na mashtaka ya kwanza niliyoyasikia ni kwamba tumepindua Biblia. Hiyo yenyewe yanaweza kuwa yanaendelea katika akili za wengi, akili za sio wengi hata sio wengi. Jinsi ambavyo tunavyosoma na kutafsiri hukumu yake sio kupindua maandiko, ni akili zetu zimepinduliwa, akili zetu zimeongolewa, unaweza sema zimegeuzwa. Tulikuwa katika ufalme mwingine tuliokuwa tumedanganywa, sasa tumeingia katika ufalme wa uhuru, katika ufalme ambao kanuni zake au sheria zake ni uzima, na uzima ambao unadhihirika katika kutenda matendo ya upendo ya uhuru. Sasa tunaanza kutafsiri hukumu na haki katika page tofauti. Kwa hivyo familia hizi mbili ama akili hizi mbili haziwezi patana hadi wakati ambapo watakubaliana ya kwamba hatukubaliani, kwamba unavyosoma unavyoelewa sheria unayoijua na sheria unayoijua viko tofauti. Kwa hivyo tunaweza ishi kwenye mitandao, na ndio nafikiria Mungu kwenye rehema zake atupatie nafasi ya kudumu hapa kwenye misingi hii. Tunaweza dumu kwenye mitandao kuanzia asubuhi hadi saa 6 usiku. Tunaamkia hapo, tukiendelea kulala hapo, na tukiendelea kukula tukiwa hapo. Ila hatuwezi fika katika uelewa ulio, kwa sababu mnaopaleti wote mawazo yenu kutoka kwenye mifumo miwili tofauti ya sheria. Naam. Sasa naomba tunaweza malizia wapi? Sasa kwa hiyo haki haiwezi tafsiriwa nje ya serikali husika. Hapana, hicho kitu chenyewe hakipo. Na kwa hivyo hauwezi leta haki ya nchi nyingine ukaenda katika nchi ambayo haki yake ni tofauti. Amerika ni haki kuwa na ushoga au kutenda ushoga. Lakini hauwezi leta hiyo Kenya. Amerika ni haki kuwa mtoto aliye tumboni, wanaita ni afya ya mama. Lakini Kenya wamesema hamna, hiyo ni kuwa mtoto aliye tumboni. Hiyo ni kuwa mtu tu. Unaelewa? Kwa hivyo wanachokiita haki kule, sisi hapa tukijui haki. Na sasa sisi hapa tunachokijua haki na kile cha kule, vyote havijalishi kwenye haki ya Mungu. Haki ya Mungu lazima yenyewe inajitegemea. Haiwezi kufanana na haki ya nchi yoyote katika dunia hii. Kwa hivyo ikiwa nchi yoyote itakuwa inafanya haki ambayo ni haki sawasawa na ya Mungu, basi hiyo haki yao sio ya nchi hiyo. Yaani mahala popote ambapo kuna wanadamu mawazo yao Mungu amesema si mawazo ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo yani haijalishi iwe ni taifa gani, ili mradi kuna wanadamu ambao wameanguka, hawawezi kuwa na mawazo yaliyo sawa na mawazo ya Mungu, wana mawazo tofauti. Asante. Sasa naomba tupende mifano hapo tunapoenda kumalizia hoja hii. Ukiingia kwenye michezo, kuna sheria za michezo na kuna mambo ambayo ni sawa kuyatenda kwenye michezo fulani. Kwa mfano, unapoenda katika mchezo wa mpira unaitwa soka, sio haki kumpiga ngumi usoni mnashindana naye. Sawa. Lakini kwenye mchezo mwingine unaoitwa boxing, je, ni haki kumnyanyua jamaa na kumpiga ngumi kwenye uso? Hiyo ndio unapewa max sasa. Umefanya vizuri. Na tunasherehekea. Sio? Ila yote michezo hiyo ina sheria tofauti. Kwa hivyo kinachokuwa sawa katika mchezo huu si sawa kwenye mchezo huu. Kwa maana kanuni za binadamu si kanuni. Masharti ya binadamu katika mchezo huu na huu ni tofauti. Haya, ukienda nchi ya Wajerumani ni sawa kuenda kilomita 160 mph, miles per hour. Lakini katika nchi ya Amerika sio sawa kuendesha gari kilomita 160 miles per hour. Napata. Kwa hivyo haki hapa na kilicho sawa kutenda kinatofautiana na sheria ya nchi husika.
Kwa hivyo kwenye sheria ya Mungu anachokitafsiri kuwa haki sio sawa na tunavyojua haki. Ila haki ya kweli ni haki ya sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Hiyo ndio haki ya kweli. Sasa mpaka hapo sijui kama kutakuwa na swali litakaloibuka. Sheria, haki ya mwanadamu. Sheria ya mwanadamu inazuia mwanadamu mmoja kuumiza mwanadamu mwingine. Naam. Sawa? Nataka tuongee hapa na msikilizaji uone jinsi ambavyo sisi mfumo wa sheria ya mwanadamu jinsi ulivyo tofauti na Mungu. Lakini sheria hiyo hiyo imempa mamlaka mtu mwingine kukuumiza, kumuumiza mhalifu. Umeelewa hapo? Ni sheria hiyo moja, ni katiba hiyo hiyo inazuia mtu kumpiga mwingine. Lakini akishatokea mtu akampiga mwingine, naye atakamatwa na atapigwa. Kwa sheria hiyo hiyo. Polisi akishamkamata yule aliyepiga mwingine, akimfikisha mahala, naye atampiga. Wakati mwingine hata anapotafuta ushahidi akawa mgumu kueleza, au anaweza akajisikia tu akawa na hamu kwa sababu ameshafika eneo ambalo kupiga ni haki, ni ruhusa. Basi anaweza kumtandika tu hata kama hajafanya kosa lolote. Mmoja anakusukuma kidogo, wewe tembea, toka hapa, sima na nini. Hiyo kuzungumza hivyo kabla hujatekeleza, makofi na nini vyote vimeshaja hapo. Sasa tunakuja kutafuta tatizo ni nini na utaratibu ni nini. Katika sehemu ya kwanza, sheria imetafsiri kwamba kupiga mtu ni vibaya, kuumiza mtu, si hivyo? Kwa hiyo sheria hiyo ilifikiria kwamba nyama za mtu zinapoumia hazitakiwi kuumizwa. Hiyo iliona ndio haki. Kwa hiyo mtu ana haki ya kutoumizwa, kutendewa maumivu na mtu mwingine. Lakini imekuwa vipi hiyo sheria impe tena mtu mwingine kibali cha kuumiza mwili ule ule ambao katika sehemu ya kwanza imeulinda? Unaelewa hapo? Kwa maana yake nini? Mfumo wa sheria ya mwanadamu unatengeneza wahalifu kwa njia ngapi? Kuna mhalifu anayekwenda kinyume na sheria. Alafu huyo kuna mhalifu ambaye anafundishwa uhalifu na nani? Anafundishwa uhalifu na sheria. Sijui kama hapo nitaeleweka. Maana yake ni hii: ikiwa mtu A amepiga mtu na kumuumiza, sawa, akamtoa damu whatever, si ndio hivyo? Tukaenda kumkamata, tukamweka ndani, tukamfungia. Alafu tukamtaka atoe ushirikiano ili tushughulike na kesi yake, akawa mgumu kueleweka. Tukamupiga na sisi tukamtoa damu. Umeelewa hapo? Maana yake nini? Tendo alilofanya yeye na sisi tumeifanya na namna hiyo hiyo. Sasa tofauti ya yeye na sisi inakuwa ni nini? Ni kwamba yeye sheria inamkataza, ila mimi niliyekwenda kumpiga yule mhalifu, sheria inafanyaje? Inaniruhusu. Kwa hiyo hapo ndipo narudi kwenye lile fungu. Kisima kimoja kinatoa chemichemi ngapi? Mbili. Kinatoa maji matamu na kinatoa maji chungu. Kimsingi yule aliyepigwa kwenye mara ya kwanza na yule mhalifu, atakapokuta mimi askari niko na mwadhibu huyu mhalifu, anajisikiaje? Haki imetendeka. Si hivyo? Lakini hiyo sio hiyo tunapoifunga hapo. Kuna kipengele kiko nyuma ya hili jambo. Nyuma ya tendo hilo hapo. Katika sehemu ya kwanza, aliyeshughulika na uhalifu ni akili. Sawa? Ndio ile mtuma yule mtu kwenda kufanya uhalifu ule wa kuumiza mwenzake. Sawa? Katika sehemu ya pili, unaposhughulika na huyu mhalifu kumuadhibu, pia unatumia nini? Akili. Okay. Kwa hiyo mwisho wa siku tunapofunga, akili za watu hao wote wawili zinakuwa zimejifunza kutenda mambo ya kiuhalifu, mabaya ya kuumiza wengine. Akili ya yule inajua kuumiza na wapi ipige, na akili ya huyu pia inajua kufanyaje kuumiza. Okay. Sasa kama kupiga mtu kunaweza kujeruhi akili, sawa? Pia sawa, kupiga mtu mwenzio kamuumiza kuna jeruhi nini? Akili.
Sasa mhalifu yule atakuwa ameharibika akili, ni kweli, ila kwa kesi ya kupiga mtu huyu mmoja. Ila mimi ambaye niko kwenye system ambayo inaniongoza kupiga watu kila siku na kuwajeruhi, mimi lazima niwe na uharibifu mkubwa zaidi kuliko yule ambaye ametest once. Yes. Ndio wanaita PTSD, post trauma syndrome diseases. Yeah, unaona hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku miaka inapokwenda, Mungu anachohesabu anaona tu kwamba sheria ya mwanadamu haimpe mwanadamu nini? Inampa mwanadamu nafasi ya kuwa mzima, lakini katika upande mwingine tena inageuka inampa nini? Inamuondolea nafasi ya kuwa mzima. Sasa hapa ndugu, tukimalizia kipengele hiki, sawa. Hapa ndio imejengwa nadharia potovu kwamba Mungu yeye anapotoa uhai hajaua, ameadhibu. Hapo ndio msingi wake upo. Kwa hiyo tunamweka Mungu kwenye kundi la yule askari anayeshughulika na mhalifu. Kwa maana nyingine, sheria ile inayosema usiue, unapoivunja, Mungu anapokuua hajakuua, amekuadhibu. Tunachukua mfumo wa serikali zetu. Kwa mfano, kuna serikali ambazo zinachukua hatua za kunyonga mhalifu. Mhalifu aliua na yeye anawekewa na kifungo cha kunyongwa. Sawa? Kwa hivyo tunachukua tafsiri hiyo moja kwa moja kutoka kwenye nchi zetu, tunaingisha kwenye ufalme wa Mungu. Nasema hapana. Unajua, kwa mfano Amerika inapoua Saddam Hussein haijafanya uaji, imemuadhibu. Kwa hiyo tunasema Mungu anapoua watu kupitia moto, kupitia nini, hajawaua. Mungu si muuaji, alifanya nini? Haki. Hiyo ni justice. Ila ni kusoma matendo ya Mungu katika picha ya sheria ya mawazo ya mwanadamu. Sasa mpaka hapo, kwa hiyo kuna msingi hapa ambao tulikuwa nao, ambao sasa kwenye kipengele hiki ambacho kimebakia, tuchukue dakika kidogo tu. Mpaka hapa ni wazi kwa yeyote ambaye amekuwepo katika madarasa yaliyotangulia mawili matatu, kwamba mkosaji wa sheria ya Mungu anachokitenda ni kuleta mvurugiko katika asiria, ni kukaa na uzima. Kwa maana unapovunja sheria umevunja uzima. Kwa hivyo mtu anapovunja uzima, jinsi tulivyozungumzia katika mzunguko ule wa upendo, hauna uzima wa kuondolewa. Cha Mwanzo, naomba nifungue kitabu cha Mwanzo, hii itatusaidia katika kuzungumzia hii. Kitabu cha Mwanzo 18. Mwanzo 18 ni mtumishi Abrahamu anazungumza na Mungu. Anasema hivi, hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu. Hasha, muhukumu ulimwengu wote, asitende haki. Kwa hiyo Abrahamu alikuwa anajaribu kuzungumza na Mungu. Kwani Mungu unataka kusema kwamba utaenda uwe mwenye haki na muovu kwa pamoja, wakufe kimoja? Wewe Mungu mwenye haki hawezi tena nini? Hawezi kuua mwenye haki na muovu. Sasa kumaanisha kwenye mawazo ya Abrahamu anavyoelewa haki yeye, ilikuwa ni kwamba Sodoma ilipofanya kosa, walikuwa nafaa Mungu anapoenda kule awaue. Uadhibu ilikuwa ni sawa kulingana na mawazo ya nani? Ya Abrahamu. Ila waaminifu waliokuwepo pale, akiwaza kwenye akili zake familia ya Lutu, walikuwa nafaa waokolewe. Kwa Mungu alipokuwa anaokoa Lutu na familia yake, anatenda rehema. Lakini anapokuwaua wa Sodoma na Gomora, anatenda haki. Unaelewa? Kwa hivyo unapata nadharia ile ya haki bandia ipo kwenye mawazo ya Abrahamu. Sawa? Je, Mungu alitumia haki bandia ya shetani pale ama hakutumia? Hiyo ni kesi nyingine ya kutazamini. Sasa hiyo kesi tutaizungumzia baadaye. Lakini kwa sasa tushajua kwamba Mungu anatenda haki kulingana na nini? Na sheria yake. Sasa mtu anapokana sheria ya Mungu, ana uzima hana uzima? Ana uzima. Mungu basi aliposhuka, kilicho haki, kilicho sawa kutenda kwa Sodoma, kwa watu ambao hawana uzima, ni kuwafanyia nini? Kwa mfano, kabla hujajibu, umempata kijana Woodman, ameingia jikoni kule mahali umeweka Roundup, amemimina, amekunywa. Ulikuwa umemwambia ukinywa nitakuchapa, na ukamshtuki na ukampea mashtaka pale, mashtaka vitisho pale, ukinywa we nitakuchapa. Ameenda amekuangalia kama ananaya kijana wangu hapa, akaangalia haupo, akakimbia kule, akafikiria ni maziwa.
hajawahi yaonja, akayadondoka pu akanywa. Umeingia kule jikoni ukapata anapiga mateke. Ulikuwa umemwambia ukinywa nitakutandika. Wewe ulimwambia hivyo. Sawa? Sasa ulimwambia mtoto wako hivyo kumtishia asinywe. Ila Mungu hatumii njia hiyo. Sisi hatuna njia zingine. Ile sisi tunatumia njia hizo. Ila alipokunywa, unapoingia kule jikoni, umempata asha dondoka chini. Cha haki kufanya kama baba ni nini? Kwanza kushughulika na kupambana na ile sumu. Na ile sumu. Asha kunywa tayari. Kwa hivyo kwa hakika anafanya nini? Anakufa. Kwa hivyo usipoingilia kati unampoteza. Anakufa tu. Unapata pale. Kwa hivyo binadamu na malaika wanapoenda kinyume na uzima wa Mungu wanakufa. Kwa hivyo Mungu asipoingilia kati, kukufa tu tunakufa. Kwa hivyo kilicho haki kwa baba mzazi mwenye upendo kwa watoto wake ambao wameenda kinyume na uzima, wamekunywa sumu inayoitwa uasi kwa sheria yake, wameenda nje ya uzima, kilicho sawa kufanya ni nini? Kwa hiyo tabibu ambaye amempata mgonjwa ambaye amekunywa sumu na alikuwa ameshamwambia sumu hii itakuua, amempata sha kunywa sumu, kilicho sahihi kutenda ni kitu gani? Ni kumpatia dawa itakayodhibiti sumu ndani. Je, Mungu katika maandiko, je, hiyo sio haki yake? Hebu tuangalie kwenye maandiko tutafuta tutimisha somo letu. Zaburi 82 mstari wa 3. Zaburi 82 mstari wa 3. Zaburi 82 Zaburi 82 aya 3 anasema hivi. Mfanyeni hukumu maskini na yatima. Naam. Mtendeeni haki aliyeonewa na fukara. Sasa kwenye maandiko ya Mungu, sasa kwenye constitution ya Mungu, maneno yake ambayo ni uzima, sio katika ulimwengu kule, hukumu ni sawasawa na haki. Kwa maana haki ndio inayokupatia hukumu. Umeelewa? Ni kitu kimoja. Kwa hiyo hukumu kwa maskini na yatima ni sawasawa na kumtendea haki. Sawa? Yeah. Sasa swali, umepata jirani yako kule amenyang'anywa shamba, yeye ndiye unaye hukumu au una hukumu aliyemnyang'anya hapa duniani? Okay, anahukumiwa yule aliyenyang'anya. Ila kwenye maandiko unafaa umhukumu nani? Yule aliyenyang'anya. Unaelewa? Tulisema mawazo ya Mungu, haki ni sawa sawa. Mawazo ya Mungu yako tofauti kabisa, jinsi ambayo dunia na nchi ama mbingu na nchi zilivyo nini? Kinyume. Mimi hapo ukiniambia nenda kumhukumu yule, kwenye mawazo tayari ishajua nenda kumtendea baya mkosaji. Ile kwenye Mungu anaposema mhukumu maskini ni sawa sawa na kumtendea haki maskini. So maskini aliyenyang'anywa shamba, kumhukumu inamaanisha nini? Na kumtendea haki inamaanisha nini? Unajishia shamba lake. Ni kumtetea. Ndio maana kwenye kitabu, kama sijakosea, kitabu cha Zaburi tena, kuna pahali pengine aliposema ya kwamba hebu soma 3. Zaburi hiyo umesoma? Acha soma kwa Kiingereza. So inasema Kiswahili labda imeficha neno fulani. Defend the fatherless. Do what? Defend, walinde wasio na wazazi. Sio kuwalinda, watetee. Watetee. Sawa? Watetee maskini, watetee wasio na nini? Wasio na wazazi. Hiyo ni sawa sawa hapo Kiswahili imesema kumhukumu. Kwa hivyo unapotenda hukumu ni kumtetea mtu. Sawa? Sasa swali, yule maskini uliyemtetea anasema wewe ni nini? Umejawa nini? Hukumu, upendo ama huruma? Amesema wewe una huruma. Ila umemtendea nini? Haki. Umeona? Kwa hivyo kwenye ufalme wa Mungu haki yake na haki ya Mungu na rehema hazikinzani, ni kitu moja. Baada ya hapa anasema do justice to the afflicted. Kwa hivyo kumtetea maskini ni sawasawa na kumhukumu, ni sawasawa na kumtendea haki. Kwa hivyo wewe utakuwa umemtendea haki, utakuwa umemhukumu maskini. Yeye atakwambia umenionea huruma. Kwa hivyo kwenye Mungu huruma yake na haki hazikinzani. Fungu lingine, Isaya 1, naomba usome kwenye Kiswahili ambacho ulicho nacho hapo. Isaya 1:16 hadi 17. Inasema namna gani?
Isaya 16:17. Isaya 1 anasema hivi, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Kwa hivyo sisi kila masaa tunafaa tafute nini? Hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa. Basi. Kwa hivyo haki na hukumu ambazo tunafaa kuitafuta ni kusaidia aliyeonewa. Mpatieni yatima haki yake. Mpatieni hakima haki yake. Teteni mjane. Kwa hivyo kazi ya haki, kazi ya hukumu ni sawasawa na kuwatetea. Sasa, kwa hiyo mwisho kabisa. Sawa. Vitabu viwili navisoma kwa Kiingereza. Ni Isaya 30:18 na Yeremia 21:12 kwa yule ambaye anaandika. Kwenye Isaya 30:18 naomba nisome kutoka kitabu ya version ambayo inaitwa NIV. Inasema the Lord longs, anatamani to be gracious to you, anatamani akuonea fadhili. Yule unayemuonea huruma ni yule aliyekosa. He raises to show you compassion, anaamuka ndiposa akuonyesha nini? Fadhili zake. The Lord is a God of justice. Kwa hivyo Mungu anapoamka anatamani kukuonyesha fadhili zake, anatamani akuonyesha huruma zake. Hiyo ni sawasawa na kudhihirisha Mungu ni Mungu mwenye haki. Hiyo itaeleweka baadaye. Yeremia 21:12. This is what the Lord says to the dynasty of David. Give justice each morning to the people you judge. Help those who have been robbed. Rescue them from the oppressed. Hiyo neno kurescue, waokoe, ni sawasawa na yule daktari na baba wanaokimbia kutenda kilicho sawa, kutendea mtoto aliyekunywa sumu nini? Haki. Ni kumpatia suluhisho na kumwokoa. Sasa hii inamaanishaje? Hii inamaanisha hivi, tukimalizia, tunapoenda kinyume na sheria za Mungu, tumeingia kwenye tanzi za mauti. Kwa hivyo hatuhitaji Mungu tena kutuadhibu, tunaadhibiwa tayari. Kwa hivyo kilicho haki kutenda ni kutuonea rehema. Na hiyo rehema ni nini? Kuja kututetea, kuja kutukomboa. Mpaka hapo tumepata? Kwa hivyo mtu anapokuwa hana uzima, kwa mfano mtu amemwaga damu, amechukua kisu amejidunga, anamweka damu haja kufa. Kilicho sahihi ni kukitafuta namna ya kuziba damu isimwagike, na kukimbia hospitali aongezewe damu na maji iokoe maisha yake. Kwa Mungu tunapovunja amri zake ndizo ambazo zinatulinda tusipate mabaya. Tunapoingia kwenye mabaya, anatafuta njia ya kutendea haki ambayo ni rehema yake ya kuturejeshea uzima tulioupoteza. Ila tunapoukataa, matokeo yale ambayo tulikuwa tunataka tuokolewe yanatupata. Ila matokeo yale yanapokuja, sio kwa maana Mungu alishindwa kutuokoa, ni kwa maana tulikataa haki yake. Na Mungu aweze kutubariki. Amen. Mtazamaji na msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, jambo moja hakika ambalo halitasahaulika kuwa na matunda mema ya kuelewa tabia ya Mungu ni kwamba haki ile ambayo tunayoita haki ambayo inadaiwa duniani leo kila mahali, haki inayotoka katika mawazo ya sheria ya mwanadamu, katika sheria ya mawazo ya mwanadamu, iko kinyume na haki inayopatikana kwa Mungu. Na mara nyingi sisi tunaposema Mungu mwenye haki, huwa tunatafsiri ile haki yetu ndio tunaiweka kwake, na kwa kufanya hivyo mara zote tumefanya kazi ambayo ni ya shetani wala sio ya Mungu. Haki yetu ni kwamba inatoa matendo mawili. Inatoa mubaraka kwa yule ambaye mwenye kudai, na inaumiza yule anayedaiwa. Kwa maana mahakamani hukumu inapotoka, hukumu ndio tumeshauriana pamoja na haki, sheria. Hukumu inapotoka huwa ina mambo mawili. Mdai anapewa malipo ya kesi yake, lakini yule ambaye ni mdaiwa anapewa adhabu ya kosa lake. Yote hapo wale wanaoondoka nje wanasema haki imefanyaje? Haki imetendeka. Lakini haki hiyo, mfumo huu wa haki ambao mwanadamu anao, ni kutokana na matokeo ya sheria yake ambayo inatoka kwenye mawazo yaliyoasi.
Kwa hiyo haifanani na haki inayotoka kwenye mawazo ya Mungu, kwa sababu mawazo ya Mungu na ya kwetu vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hata tunaposema hivi Mungu atahukumu kwa haki, hatuwezi kupatia kama tunatumia tafsiri ya sheria ya wanadamu kwa Mungu. Huu tuseme ni mwendelezo mfupi tu, bado tunayo safari ndefu mbele. Ni kuombe na tukualike zaidi